Habari za popote pale ulipo mpendwa mtazamaji wa Nipe News TV, matumaini yangu makubwa ni kwamba uko mweri wa afya. Asante kwa kujiunga nasi. Jina langu ni Andrea Mlema, bila shaka mtazamaji wa Nipe News TV, na ukaribisha kufuata matukio yetu moja kwa moja. Mtazamaji wa Nipe News TV, tuanze matukio yetu katika mji wa Mungwalu. Ni kwamba raia waendelea kukimbia mji huo, na hiyo ni baada ya wanamgambo wa Kodeko kuvamia mji huo wa Mungwalu mkoani Ituri. Bonjour groupe, hapa kwa notable Paluku. Tuko mkomini rurale de Mungwalu, 85 km na Buya. Nyebe nyemu konaona de bandade totale, watu wanakimbia. Hapa tuko na 5h passé de 20 minutes. Kodeko inaingia mugini ya komini rurale ya Mungwalu. Deja beko hapa Nongo. Watu wanakimbia de bandade totale, kila mtu kwa njia yake. Mtapata suite nyuma, kila mtu eko kwa njia yake. Nadhani sasa iko na kripite. Kila mtu anakimbia ovyo, tous les 4 côtés ya Mungwalu, direction haijulikani, kila mtu kwenda kwa position yake. Wengine wanakamata position za sayo, wanakwenda ovyo. Watu wote wanakimbia, na wasalimu hapa kwa notable Paluku. Fikiria mubwa omona wa baira. Nadhani nyepeke mumeona maimage. Bisi watu wanakimbia ovyo. Watoto kwa migongo, vitu mkichwa, Kodeko inaingia. Basi hapa Mungwalu matata tu. Mungu tu asaidie. Haiko maana kidogo hapo. Kutoka mbuma ndingi mbumezo vita. Mbuma plagi tena. Za danger na danger. Huko Beni ni kwamba kwa mara ya tatu sasa vikosi vya Uganda vyatoa mashambulizi makali dhidi ya magaidi wa ADF tarafani Beni. Tukisalia tarafani Beni ni kwamba mwanamuziki nguli wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Koffi Olomide Mopao aliwasili jijini hapo kwa lengo la kuwapea pole watoto wa Beni na Kivu Kaskazini kwa ujumla. Bonjour à tous. Je vous respecte, je vous aime. Ce que vous avez dit, dans mon coma, en tout cas, vous avez bango bolinga bango bayemba basi mo bayemba babangi roya. Donc les baki tous ensemble là na niveau na ngai nazo mema turu nazo mema samoto ba idée ebele na koloba mingi te na lembi mo moke azara wa pana bino lobinde na kei Albertina la wana na pe ba moke na sepeli pona le lipa ya Beni. La lait omelette ya Beni, la moni ba vraie petite. La moni ba. La vérité. La moni ba vraie joie. Et vous allez voir il faut courage. Nous avons motu akata kama kambo. La lobi na bino boy bagaki. Guerre calamité ezolala. Guerre na.
Aksanti, botika na bolingo. Merci beaucoup. Balozi wa itembelea miradi mbalimbali ya Mheshimiwa Moise Katumbi Chapwe mkoani huu Katanga. Une énorme surprise et voilà, j'ai beaucoup appris. Une journée très très bien remplie. Je ne m'attendais pas ni à la diversité du projet, ni à l'ampleur du projet, ni à la qualité du projet. J'ai été absolument dépassé sur tous ces fronts, parce que c'est effectivement quelque chose qui impressionne. À partir de l'académie de football, tous les soins qui sont mis au service, disons, des jeunes praticiens de football, enfin, pour qu'ils se sentent bien, pour que voilà tout aille à l'encontre de la solidité de leur formation et aussi de leur bonheur personnel. C'est très joli tout ça. Donc, j'imagine que ce ne sera pas très difficile de s'y sentir bien. Alors, sur le plan industriel, là, où nous sommes, ici, à la minoterie, c'est impressionnant aussi. Donc, c'est une autre dimension. Et puis, à la dimension conservation de la nature et animaux et tout ça. C'est très beau, tout ça. Même, en matière un petit peu plus réservée, même les ruches semblent être merveilleuses parce que je viens de goûter le miel. Il était absolument délicieux. Donc voilà, une grande variété. Et puis, bien sûr, il y a le maïs, il y a la partie des silos, il y a la partie de l'agro-industrie sur une échelle sérieuse qui m'a évidemment énormément impressionné. Et j'aurais souhaité que ce paysage que l'on voit ici soit le paysage typique dans plusieurs régions de la RDC, à court terme, moyen terme. Enfin, j'aurais souhaité vraiment que ce soit répliqué ailleurs parce que ça vaut le coup. C'est un très beau projet. Huko Bukavu ni kwamba baada ya kuondolewa madarakani na serikali yake, Gavana Teongwa Bidiekasi apinga uamuzi huo wa kuondolewa madarakani. Vous avez déjà bien juré un vote par correspondance. Voilà. Pour voter, il faut être 32 personnes. Il y avait 32 personnes dedans. Non. Voilà. Pardon? Il y avait que 13 dedans. Il y avait quand même 26 dedans. Voilà. Mais pour voter, il faut être 32. Voilà. Dès lors qu'ils n'avaient pas 32, tout ce qu'ils ont fait, c'est illégal. Donc restez calme, ne croyez pas qu'on a perdu le pouvoir. Restez calme. Et rentrez à la maison, il n'y a pas de problème. C'est monsieur le gouverneur du site Kivu. Donc restez calme. Tout co. Ah oui. Basipote wagangi. Mtazamaji wa Nipe News TV, tujielekeze pa Baraka kumrazi na matukio yetu. Yani kwamba raia wa mji wa Baraka wafurahishwa na uzinduzi wa barabara pamoja na kilalo cha Mto Mao ambacho kilijengwa naye meya wa mji wa Baraka Jacques Mbuchwa Hussein kwa muda wa miezi miwili. Hawa wanataja kwamba pesa takriban dola 15,000 zilizotumika kazi hizo zilifanya kazi nzuri. Tazama namna gani uzinduzi wa kilalo hicho. Tuko na projet ya route de ricochet, donc route yenye kupita bord du lac, ambayo itarelie commune zote tatu na kufika mpaka kule Katanga Kotongo Kudi. Hiyo nayo ni projet yenye itafuata pamoja na nguvu za Mungu. Na kuna projet nyingine ambayo hatujui kama itakuwa projet 2023 au 2024 kufanya barabara nyingine yenye kurelie makomine yote kupita barabara ya juu, parce que hatutapenda wakati imekuwa ville makamio kuna pita humu, kamio zitakuwa zinaingilia Kandali zinatokea Katanga. Hiyo ni projet nyingine tuko nayo. Hii inakuwa fasi ya mataksi, fasi ya mabisi, kamio ikifika mvile inapita hivyo, ikifika Katanga inaingia tena murute numero 5. Hiyo ni projet nyingine iko
ambayo hatujui kama tukipata financement tungali tunagonga milango inaweza kufanyika mu 2023 au 2022 kulingana na uwezo jinsi takavyokuwa kwa partner ambao tunao endelea kuzungumza nao. Nawashukuru sana kwa ujio wenu wakaaji wa vile ya Baraka. Tunashukuru sema sana. Okay. Coco sasa. Na mtazamaji wetu, tumalizie matukio yetu mtazamaji wa Nipe News TV, tukujulisha kwamba katika jiji la Baraka kumezinduliwa na duka la kuuzisha miti ambalo ni Etablissement Tradiex. Duka hilo linauzisha miti kwa bei nafuu ya eucalyptus. Kwa wale wanaofahamu miti hiyo ni kama mikalatushi katika lugha ya Kibembe. Mtazamaji, tazama namna gani uzinduzi wa miti hiyo ulivyokuwa. Isiwe na contact na udongo. Ndio c'est ça. OK, d'accord. Bana apprécier en tout cas conservation yetu tunafanya avec Tradiex. Inaonyesha kama miti inatuko bien conserver. Tutoshe lingine ingie mwanga kitu kiko bien. En tout cas, nous félicitons kwa patience na kaporo yenu. Kwa hiyo twende pale kwa mama Hortense twende tukamate wa kidogo. Sijui kama kuna swali lingine, si vous avez une autre question, nous sommes prêts à répondre à toutes les questions yenu, toutes les préoccupations. Nous sommes écoute, on va tout faire pour satisfaire vos demandes. Donc tutakuwa tunasikilizana. Donc on va faire ça. La question ingine. Ni sawa. Okay, merci. Na ile yako uko unasema ya maji tunataka. Na mtazamaji wa Nipe News TV, utakuwa mwisho kamili wa matukio yetu. Asante kwa kujiunga nasi. Mimi ni Andrea Mlema, ni bora kusubscribe na kusambaza kwa wengine. Sina la ziada, baki nasi, kwa heri. Ongera la Ongera sana. 77 kaka. Ndio. Kwanza hizo information umezitoa wapi? Nipe News imemaliza kila kitu baba. Kaka nimekuambia. Wanafunzi wote wanapata matukio kwenye Nipe News TV kaka. Hauna haja ya kwenda Vodacom au Airtel. Simu yako tu inamaliza kila kitu. Nipe News TV ni wajanja. Ukitaka kupata habari zote za nyumbani, kwa matokeo yote ya mitihani ya taifa, exam editor, matokeo yote ya nyumbani, habari za uhakika, fuatilia Nipe News TV.